Kwa lugha nyepesi kabisa kumwelezea Alan Okello katika mechi yake ya kwanza akiwatumikia waajiri wake wapya Yanga dhidi ya Mashujaa, ambapo Yanga ilipata ushindi wa mabao 6-0, ni kwamba Alan Okello alikuwa kwenye kiwango bora sana. Alan Okello alikuwa amechangia kwa kiasi kikubwa kuwavuruga mabeki wa Mashujaa na mfumo mzima wa kuzuia, na matokeo yake Yanga ikawa ikifika mara nyingi katika eneo la Mashujaa kufanya majaribio ya kufunga, na mwisho wa siku ndipo ikapata ushindi wa mabao 6-0 dhidi ya Mashujaa na kukwea kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, Yanga ikitimiza pointi 19 baada ya michezo 7, Yanga ikifikisha mabao 18 na kuruhusu bao moja tu, na hivyo kuwa ndio timu iliyofunga mabao mengi zaidi, ndio timu iliyoruhusu mabao machache zaidi, ndio timu ambayo kwa ujumla performance yake iko juu kuliko timu yoyote, kwa sababu kufikisha pointi 19 katika michezo 7 maana yake imepata pointi 19 kati ya 21 ambazo ni around 90% ya ufanisi. Sasa kwenye mchezo wa leo hii dhidi ya Mashujaa, kocha Pedro Gonçalves mipango yake kwa kiasi kikubwa ilikwenda kama alivyotaka. Wachezaji wapya aliowasajili katika dirisha dogo akiwemo Alan Okello, Mohamed Damaro Kamara, Loriando Depu, lakini na kurejea kwa Kwasi Tula yao kama beki wa kulia baada ya kutoka kuwa majeruhi kwa muda mrefu na kucheza mechi yake ya kwanza leo hii. Wote kwa kiasi kikubwa walionyesha kiwango bora. Wale walioanza na waliokuja kuingia walifanya vizuri kiasi ya kwamba Yanga ikapata ushindi uliostahili wa mabao 6-0. Lakini katika kikosi chake kocha Pedro Gonçalves alioanzisha alikuwa ni pamoja na huyu Alan Okello, star boy, top scorer, mfungaji bora katika ligi kuu ya Uganda msimu uliopita 2024-2025 kwa kufikisha mabao 19, assist 4 na kuiwezesha Vipers kutoa ubingwa ligi kuu ya Uganda. Sasa ametua katika ardhi ya Tanzania na leo hii ameanza kucheza mechi yake ya kwanza ya ligi kuu Tanzania bara akiwa na mwajiri wake mpya. Kwenye muundo wa kikosi, kocha Pedro Gonçalves alianza na Abutwalibu Msheri, namba 2 alianza Kibwana Shomari, 3 alianza Shadrack Sakaboka, halafu katikati kulikuwa na Bakari Nondo Mwamnyeto pamoja na Dickson Job. Lakini walikuja kubadilishwa, Kibwana Shomari alikuja kuingia kwa Tula yao katika kipindi cha pili, lakini Mohamed Hussein Shabalala alikuja kuingia badala ya Shadrack Sakaboka. Kwenye viungo wawili wa ukabaji pale kati, mwalimu Pedro Gonçalves alianza na Zuka Buya pamoja na Mohamed Damaro Kamara, wakati katika viungo watatu ushambuliaji ndipo ambapo Starboy, mchezaji wa kimataifa kutoka Uganda, urefu futi 5 na inchi 10, guu lenye nguvu zaidi la kushoto, Alan Okello alipangwa hapa upande wa kulia katika wale viungo watatu wa ushambuliaji. Wenzake walikuwa na nani? Kulikuwa na Maxim Pianzengeli, kulikuwa na Peodo Pacome Zouzoua. Hao wote wawili walikuja kutolewa katika kipindi cha pili. Kwenye dakika 55 aliingia Mudathir Abbas badala ya Maxi, aliingia Mudathir, lakini badala ya Pacome aliingia Depu ambaye alikuja kucheza kati mahala alipoanza Prince Pumelo Dube, na kisha Dube akaenda pembeni. Ni mechi ni kikosi ambacho kuanzia dakika ya kwanza mchezo mpaka mwisho Yanga ndio walikuwa kimiliki zaidi mpira, lakini Alan Okello ni miongoni mwa wale ambao waliwezesha mipango Yanga kufanikiwa kwa kiasi hicho. Lile bao la 6 lilitokana na jitihada zake katika kupiga mpira wa kutenga, ambapo shuti lake liliupita ukuta wa Mashujaa na kumwendea golikipa Eric Johora, ambaye katika harakati za kucheza ukamshinda kwa kuutema, na kisha Depo akafika kwa wakati na kuweka mpira wavuni kufanikisha bao la 6 la Yanga. Lakini kwa ujumla katika mechi zima Alan Okello, miongoni mwa mambo ambayo alikuwa akifanya vizuri sana ni namna ambavyo alikuwa akipasiana na wenzake vizuri. Kibwana Shomari, Peodo Pacome Zouzoua, Maxim Pianzengeli, Prince Mpumelo Dube, na hata alipokuja kuingia Depu walikuwa wakicheza 1-2 mara kadhaa, Mudathir Abbas. Lakini jambo lingine ni pale ambapo katika mipira michache ambayo Mashujaa walikuwa wakijaribu kwenda kuishambulia Yanga, walikuwa wakirejea nyuma kufanya kazi ya kuzuia kupoka mpira kutoka kwa wapinzani. Okello alikuwa kwenye kiwango kizuri, lakini kubwa zaidi ni juu ya kupiga pasi sahihi katika eneo la mwisho kwa ajili ya kutafuta nafasi za kuweza kufanya majaribio kwenye lango la Mashujaa. Kubwa kuliko yote, Alan Okello ambaye usajili wake ulikuwa wa kishindo, akizungumzwa kwa
kwa namna chanya, matarajio yakiwa mengi kwa mashabiki wa Yanga, hamu na shauku ilikuwa kubwa kwa ajili yake, lakini akionyesha uzoefu wake. Hakuna mahala ambapo kwenye kucheza alikuwa akicheza kwa ajili ya ubinafsi, tunasema selfishness. Ndio, uselfish, umimi, ili kuendana na mashabiki ambao walikuwa na hamu naye sana. Badala yake alikuwa akicheza kufuata maelekezo ya kocha Pedro Gonçalves katika kuiwezesha timu yake kupata matokeo. Katika mechi hii alihusika katika matukio makubwa 33. Ndio, kwa maana kwamba yale ambayo yalihusisha utoaji wa pasi, upigaji wa free kicks, upigaji wa kona, lakini kuiwa madhambi na walinzi wa timu pinzani wakati anapodribble mpira kuelekea lango la Mashujaa na kadhalika. Kwenye matukio ya 33 kuna yale makubwa zaidi. Mojawapo ni ile nitoka kulielezea ambalo lilikuwa ni katika dakika 89 pale ambapo mpira wake wa free kick ulimshinda golikipa, akautema, Depo akauweka mpira wavuni. Lakini tukio lingine lilikuwa ni katika dakika 45 ya mchezo huu ambapo Alan Okello alifanya kile kitu tunaita pre-assist, kutoa pasi kabla pasi saidizi ya bao. Alimpasia Peodo Pacome Zouzoua, Peodo Pacome Zouzoua akampasia Max akaweka mpira wavuni, lakini mwamuzi hakuliruhusu bao hilo kwa sababu aliona kana kwamba Max alikuwa offside. Lakini tukio lingine dakika 56, miongoni mwa matukio ya kuvutia kwake ni pale ambapo Depo akiwa ameingia katika dakika 55, yeye na Okello wote wakiwa wapi wamesajiliwa katika kipindi cha usajili wa dirisha dogo, wote wakicheza mara ya kwanza wakiwa na uzi wa Yanga kwenye ligi kuu Tanzania bara, walipasiana zile 1-2, pasi moja na kuachiana wao wawili. Wa mwisho kunufaika akawa yeye kwa kupewa pasi ya kisigino na Depo, akajaribu kupiga shuti ili kufunga, lakini mpira ulikwenda nje. Tukio lingine ni katika dakika ya 66 ambapo utundu wake, usumbufu kwa walinzi wa Mashujaa ulimsababisha afanywe madhambi na nahodha Mpoki Mwakinyuke wa Mashujaa, na hivyo Yanga wakapata mpira wa kutenga. Ni tukio mojawapo la faulu kati ya faulu kadhaa alizofanyiwa. Dakika 69, tukio lingine tena. Katika dakika 69 kulikuwa na mambo mawili. La kwanza ni pale ambapo alijaribu kupiga shuti lakini likampiga usoni Daniel Yanga na kumsababishia maumivu ya sekunde kadhaa. Dakika hiyo hiyo ya 69 tena akafanya jaribio lingine la shuti ambalo lilikwenda kulenga shabaha, lakini golikipa Johora alilicheza kwa usahihi sana. Lakini katika dakika 89 ndipo likatokea lile tukio lililozalisha bao la 6 la Yanga. Namna alivyokuwa akipokea mipira, kudribble, kupiga chenga, kutoa pasi na kufunguka ni miongoni mwa mambo ambayo hakika yamemfanya Okello leo hii ni miongoni mwa wachezaji waliong'ara sana, ingawa hakupatikana moja kwa moja kwenye kufunga na kuassist kwa sababu ya kucheza kwake kitimu zaidi na sio kutaka sifa binafsi, kwa maana kwamba hakuwa akifanya majaribio ya alimradi tu kufanya kwa ajili ya kutaka yeye afunge. La hasha, alikuwa akicheza kwa manufaa ya timu, na hili jambo muhimu kwa kocha Pedro Gonçalves kwa sababu kucheza kwake huko kulichangia kwa kiasi kikubwa kufungua nafasi katika eneo la mwisho na wenzake kuweza kupishana na kutumia hizo fursa kujaribu kufanya majaribio ya kufunga. Mpaka mechi inakamilika, Okello na wenzake ndani ya Yanga waliwezesha umiliki wa mpira kwa ujumla kuwa 66% dhidi ya 34% za Mashujaa. Lakini sio tu umiliki wa mpira ambao ni huo wa 66%, Yanga wakiwa wenyeji dhidi ya wageni Mashujaa ambao ni 34%, lakini pia Yanga walipiga mashuti mengi zaidi. Mashuti walipiga mashuti 15, kati ya hayo 9 lenga shabaha, huku wao mechi nzima wakipiga mashuti mawili tu, moja likilenga shabaha. Na namna alivyokuwa akicheza wakipishana nafasi, Dube katika kipindi cha kwanza alikuwa anatangulia zaidi mbele kama mshambuliaji kinara, Okello akawa akicheza kwenye half spaces, kwenye eneo la kati ya beki wa pembeni wa Mashujaa ambaye ni Mpoki Mwakinyuke na beki mmojawapo wakati pale ambapo alikuwa akicheza Samson Madeleke. Mwingine beki wa kati alikuwa ni Mohamed Musa katika siku hii, pamoja na Gamal Asa katika upande wa kulia. Yeye alikuwa akija sana katika maeneo hayo ya nusu nafasi, nusu eneo kati ya beki wa pembeni na beki wa kati, lakini wakati mwingine akiingia ndani kutumia goli lake la kushoto kama inverted winger kujaribu kufunga katika mara chache ambazo alifanya majaribio ama kutoa pasi kwa wenzake, lakini ndiye aliyekuwa mpigaji kona, ndiye aliyekuwa katika baadhi ya nyakati mipira kutenga alikuwa akiipiga yeye. Mahusiano yake mazuri na Maxim pia Nzengeli, Peodo Pacome Zouzoua, Kibwana Shomari yalimfanya apeane pasi nyingi zaidi na hao pamoja na Dzuki Abuya, lakini pia Mohamed Damaro Kamara
ambaye hata hivyo alikuja kutoka na kuingia Musa Bala Conte, wakati kwa upande wa kushoto aliingia Mohamed Hussein Shabalala kutoka Shadrack Isaka Boka. Kwasa Tula yao aliingia hapa katika beki mbili kwenye nafasi ya Kibwana Shomari, lakini kwa ujumla tu alipasiana na wenzake kiasi kikubwa, utulivu ukiwa ukimuongoza zaidi na kufanya mambo kwa umakini. Na kwa sababu hiyo Yanga wamepata kete muhimu katika kufanikisha mipango yao endapo Alan Okello kila alichokionyesha leo dhidi ya Mashujaa akakiendeleza katika mechi nyingine, hususan za ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Yanga wanakwenda kucheza mechi ya back to back na Al Ahly ambao ni kati ya tarehe 23 mpaka tarehe 30, na kisha kumalizia mechi za marudiano dhidi ya FAR Rabat kule nchini Morocco na mechi dhidi ya JS Kabylie itakayochezwa nchini Tanzania. Wakisha mechi nne hatua makundi kwa matarajio ya kuwa miongoni mwa timu mbili za kwenda hatua ya robo finali. Lakini pia Yanga inawania taji la 5 mfululizo la ligi kuu Tanzania bara, taji la 5 mfululizo la kombe la shirikisho la benki CRDB na michuano mingine watakayoshiriki. Alan Okello ameanza na gia kubwa sana. Swali ni kwamba je, ataendeleza haya? Maana akifanya hivyo anazidi kuipa Yanga nguvu ya kujenga mashambulizi dhidi ya upinzani, akiwa ameungana na wachezaji kadhaa wenye vipaji ndani ya Yanga. Hao kina Pedro Pako Mzuzwa, Maxim Pianzengeli, Mudathi Haya Bas, Depu, Principe Melo Dube, lakini kuna Clement Mzize ambaye leo hii hakucheza, wapo kina Celestine Ekwa na wengine. Hakika ni mtaji wa kutosha na ameanza kwa gia kubwa ambayo mwisho wa siku itawapa pia changamoto wachezaji wanaocheza nao kwenye nafasi hii ya kiungo ushambuliaji, kwa sababu wanajua wakizembea yeye atatoa namba jumla, mwisho wa siku kuleta ushindani wenye afya na tija kwa Yanga katika kufanikisha mipango yake. Je, itakuwa vipi? Ni swala kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.